Hujambo na karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, pasina shaka upo salama kabisa. Tamko la wanazuoni wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDASA kuhusu ripoti ya Jaji Chande iliyowasilishwa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2026, ripoti ambayo bado ina maswali mengi kwelikweli, kila mtu akijiuliza mbona kuna baadhi ya vitu havijasikika kwenye ripoti hiyo ambayo ilisomwa na Jaji Chande katika hotuba wakati akiwasilisha ripoti hiyo kwa Mheshimiwa Rais. Lakini ripoti hiyo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akasema ripoti hiyo ni ya rais pekee aliyeunda tume. Lakini kupitia hotuba ya Jaji mkuu mstaafu Osman Chande bado maswali ni mengi mno. Kwa mfano kwamba kuna vijana kutoka nchi jirani waliingia Tanzania kuandamana. Mbona katika uchunguzi tume hawajazungumzia jambo hilo? Lakini pia mwanzoni kabisa, wakati watu wameanza kujitokeza na kuwasilisha kile ambacho wanakifahamu kwenye tume, kabla tume haijakataza waandishi wa habari kuripoti moja kwa moja wakati wananchi wakitoa ushahidi wao, kuna miongoni mwa mashahidi alishuhudia ni bibi mmoja akasema kwamba alipofikishwa hospitali wakaja polisi wakaamuru ya kwamba abebwe na kupelekwa mochwari, na huko akaona miili mingi mno na walizani ya kwamba kafariki, lakini alikuwa hajapoteza maisha. Lakini katika ripoti hiyo pia mambo kama hayo hayapo. Kwa hiyo bado maswali ni mengi mno, na swali kubwa zaidi ni kwamba kwa nini tume haijataja wahusika au waliotekeleza mauaji? Nimeona wakili msomi Peter Madeleka anauliza hilo swali pia, kwa nini tume haijataja wauaji wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alisema kwamba nguvu iliyotumika na vyombo vya ulinzi na usalama iliendana na ukubwa wa tukio ambalo lilikuwa linafanyika Tanzania, ambalo lilidaiwa kuwa ni tukio la mapinduzi. Lakini kwa nini tume haijataja wauaji? Imegoma kuwataja wahusika waliotekeleza mauaji ya vifo vya Watanzania 518 kutokana na uchunguzi na ripoti hiyo ya tume. Kwa kina zaidi, tamko la wanazuoni wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDASA. Jicho la UDASA kwenye wasilisho la mwenyekiti wa tume ya rais ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani ya Oktoba mwaka 2025. Utangulizi. Jumuiya ya wanataaluma wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kifupi UDASA, tunatambua kwamba siku ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025 na siku chache baadaye yalitokea matukio ya uvunjifu wa amani ambayo yalipelekea vifo vya watu na uharibifu wa mali. Vile tunatambua kwamba kama sehemu ya kutekeleza wajibu wake wa kikatiba na kisheria, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aliunda tume ya kuchunguza na kutoa taarifa juu ya nini kilitokea. Tume ya rais iliyoongozwa na Mheshimiwa Jaji Mohamed Chande Osman, Jaji Chande, ilifanya kazi kwa takriban miezi mitano na iliwasilisha ripoti yake kwa Mheshimiwa Rais tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Kutokana na utajiri wa utaalamu iliyokuwa nao, UDASA ilitamani sana kupata taarifa kamili ili kufanya uchambuzi kwa kina. Kwa bahati mbaya, ripoti hiyo bado haijatolewa na hivyo kukosa fursa ya kuisoma. Hata hivyo, kama sehemu ya kutekeleza wajibu wetu wa kisomi kwa jamii, imetubidi kumulika wasilisho la Jaji Chande na kutoa tafakuri yetu. Hivyo basi, hii ni tafakuri ya UDASA kuhusu wasilisho la Jaji Chande alilolifanya mbele ya Mheshimiwa Rais na viongozi wa serikali waandamizi. Matukio ya uvunjifu wa amani ya Oktoba 29 mwaka 2025 yanamaanisha nini? Baada ya kupitia picha mjongeo ya mwenyekiti Jaji Chande wakati akiwasilisha taarifa ya tume kwa Mheshimiwa Rais, UDASA imebaini mambo zaidi ya 50 ambayo ni kero kwa wananchi, iwe kwa njia ya moja kwa moja au isiyo ya moja kwa moja. Hakika mambo haya ndiyo yaliyopelekea machafuko ya Oktoba mwaka 2025. Ili kuepuka machafuko mengine,
siku za usoni na kuleta amani na mshikamano wa kitaifa, ni lazima yafanyiwe kazi kwa ukamilifu wake, na mambo yenyewe ni kama yafuatayo. UDASA imebaini mambo 50 ambayo yalipelekea machafuko ya Oktoba mwaka 2025, lakini wanayataja mambo haya na kutaka yafanyiwe kazi ili yasije kuwa ni chanzo cha vurugu na kupoteza mshikamano kwa siku za usoni. Jambo la kwanza ni kukosekana kwa katiba mpya yenye kukidhi matakwa ya wananchi. Hiki kilipelekea vurugu hizo ambazo tuliziona. Kwa hiyo jambo kubwa la kwanza, najua limepewa uzito mno, ni kukosekana kwa katiba mpya yenye kukidhi matakwa ya wananchi. Jambo la pili ni tume huru ya uchaguzi kutokuwa huru, jambo ambalo limepelekea kukosekana kwa uchaguzi huru na zenye kufuata misingi ya demokrasia na haki. Namba 3, idara ya usalama wa taifa kushindwa kutimiza wajibu wake kikamilifu. Narudia hii ya 3, idara ya usalama wa taifa kushindwa kutimiza wajibu wake kikamilifu. Namba 4 ni jeshi la polisi kuto kutenda haki na kushindwa kutimiza majukumu yake ya kulinda usalama wa raia na mali zake. Namba 5, watu kutekwa au kupotezwa na hivyo tishio la haki ya uhai au kuishi. Namba 6, ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Namba 7, serikali kuto kuwasikiliza wananchi na kutatua kero au changamoto zao. Namba 8, kukosekana kwa demokrasia na hasa uwanja sawa wa ushindani wa kisiasa na hivyo kupelekea malalamiko mengi kutoka kwa wadau wa siasa nchini, hususani vyama vya upinzani na wafuasi wake. Namba 9, viongozi waandamizi wa serikali kushindwa kutimiza majukumu yao kikamilifu. Namba 10, kukosekana kwa vyombo vya habari vilivyo huru na vyenye kutoa tahariri za kina kikamilifu na zenye kufuata misingi ya weledi ili kuhabarisha umma na serikali juu ya mambo ya msingi ambayo yanaendelea kuleta sintofahamu. Namba 11, hasira za wananchi kwa viongozi wa serikali wasiotimiza wajibu wao kikamilifu. Namba 12, jeshi la uhamiaji kushindwa kutimiza wajibu wake kikamilifu. Namba 13, baadhi ya askari wa jeshi la polisi kutumia nguvu kupita kiasi. Namba 14, baadhi ya watu kuichukia CCM au kukichukia chama tawala. Namba 15, watu kuto kuridhishwa na kukosa imani na utendaji wa mahakama. Namba 16 ni watumishi wa serikali kuwa na kiburi na kushindwa kuwahudumia au kuwatumikia wananchi kikamilifu. Namba 17 ni msajili wa vyama vya siasa na tume huru ya uchaguzi kushindwa kushughulikia kero na malalamiko ya vyama vya siasa na ya wananchi kwa ujumla. Namba 18, wasomi na wanazuoni kushindwa kutimiza takwa la uhuru wa kitaaluma na wajibikaji wa kijamii. UDASA tunawajibika kwa hili. Namba 19, kukosekana kwa mfumo wa kutoa ajira unaofuata misingi ya ushindani na haki. Namba 20, uhusiano mbaya baina ya jeshi la polisi na wananchi. Namba 21, viongozi wa serikali kuu, serikali za mitaa na mashirika ya umma kuto kuwajibika. Namba 22, mifumo duni ya kusimamia utekelezaji wa sheria kwa wakati na ukiukwaji wa wazi wa sheria. Namba 23, kukosekana kwa sekta binafsi imara na yenye kuwezesha upatikanaji wa fursa miongoni mwa vijana kama vile ajira, mikopo na kadhalika. Namba 24, serikali kuwa na matumizi ya hovyo yasiyokuwa ya lazima na ambayo hayazingatii vipaumbele vya msingi na vyenye kunufaisha wananchi. Namba 25 ni kudorora kwa uchumi kwa wananchi wa kawaida na vijana. Tumefika nusu ya hoja 50 za wanazuoni kutoka Dar es Salaam. Namba 26, wananchi kupoteza imani juu ya mifumo ya kijamii na ya kisiasa katika kutatua kero zao za kila siku. Namba 27, kukosekana kwa ulinzi shirikishi sambamba na kupungua kwa uzalendo. Namba 28, kwa walio wengi na hasa vijana kukata tamaa ya maisha, jambo ambalo limepelekea kuongezeka kwa msongo wa mawazo
miongoni mwa wananchi na matatizo ya afya ya akili. 29. Serikali kushindwa kuchukua hatua stahiki na kwa haraka ili kutatua kero za wananchi, ikiwemo kutekeleza mapendekezo yanayotolewa na vyombo vyake yenyewe kama vile tume na vikosi kazi mahususi. Namba 30. Kupungua kwa mshikamano na kuaminiana miongoni mwa wananchi. Namba 31. Wafanyakazi wa sekta ya umma kuto kuridhishwa na mazingira ya kazi, ikiwa ni pamoja na mishahara midogo. Namba 32. Kukosekana kwa uwajibikaji au uwajibishwaji kwa muda mwafaka. Namba 33. Uongo wa waziwazi unaotolewa na viongozi wa kisiasa na serikali. Namba 34. Ni serikali kushindwa kusikiliza ushauri wa wataalamu, busara za wazee na viongozi wa kidini ili kulinda na kudumisha amani na kujenga umoja wa kitaifa. Namba 35. Kukosekana au kupungua kwa rasilimali fedha na rasilimali watu katika taasisi mahususi za kutoa huduma za kijamii kama vile hospitali na zimamoto. Namba 36. Chama cha Mapinduzi kushindwa kuwa na intelijensia na akili kubwa ya kukisaidia kuona mbali na kufanya siasa zenye kufuata misingi ya haki na utu. Narudia hii namba 36. Chama cha Mapinduzi kushindwa kuwa na intelijensia na akili kubwa ya kukisaidia kuona mbali na kufanya siasa zenye kufuata misingi ya haki pamoja na utu. Namba 37. Viongozi wa serikali kuwa wezi na wabadhirifu wa mali za umma na kuishi maisha ya anasa. Namba 38. Vyombo na taasisi mbalimbali za serikali kushindwa kutimiza wajibu wake na kwa kufuata sheria zilizowaunda. Namba 39. Kukisiri kwa vitendo vya rushwa na ufisadi miongoni mwa watumishi wa umma. 40. Kukosekana kwa ukweli na uwazi katika kutekeleza miradi mbalimbali ya kitaifa. Namba 40. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushindwa kutimiza wajibu wake kikamilifu na hasa kwa kusimamia na kuiwajibisha serikali na vyombo vyake. 42. Serikali na vyombo vyake kushindwa kufanya upelelezi wa haraka, huru, stahiki na kamilifu na kuwachukulia hatua maofisa wa polisi waliokiuka viapo vyao. Namba 43. Mgawanyiko usiokuwa wa wazi na kuto kuelewana au kutofautiana baina ya taasisi za serikali na au viongozi wakuu wa serikali na vyombo vyake. 44. Baadhi ya vyombo vya serikali kuchelewa kuchukua hatua stahiki hata pale ambapo vinapata au vimepewa taarifa za kuaminika kuhusu tishio fulani. 45. Kuongezeka kwa nyufa katika umoja na mshikamano wa kitaifa na majeraha ya muda mrefu ya baadhi ya wananchi. Namba 46. Kupungua kwa utulivu wa kisiasa na kijamii. 47. Mbinu za kiutendaji na kutatua kero za wananchi zimepitwa na wakati na haziendani na kasi na kiwango cha uelewa wa vijana kwenye mabano Gen Z. 48. Serikali na vyombo vyake vya dola kushindwa kutimiza majukumu yake kwa uwazi na kwa kufuata misingi ya demokrasia ya vyama vingi vya siasa. 49. Serikali na taasisi zake kushindwa kusimamia maadili ya viongozi wa umma na wa kisiasa, jambo ambalo limepelekea kukiuka miiko na taratibu za kiutumishi. Namba 50. Wananchi kuhisi kupoteza nguvu yao ya kuchagua viongozi watakao kwa uchaguzi kuvurugwa na kura zao kutoheshimiwa. 51. Uwepo wa utitiri wa kodi na vyombo vya usimamizi vinavyoingiliana kimajukumu. 52. Kukosekana kwa kiwango cha umaskini miongoni mwa wananchi. Kuongezeka kwa kiwango cha umaskini miongoni mwa wananchi. Hii ni 52. 53. Ni mmomonyoko wa maadili miongoni mwa vijana. Hitimisho. Fikira za udasa ni kwamba msingi wa amani na utulivu katika nchi yetu ya Tanzania ni haki, usawa, uwajibikaji, kuheshimu haki za binadamu na utawala bora, ambavyo kwa ujumla wake vitajenga imani ya wananchi kwa serikali na viongozi wao
mambo ambayo tumeyataja hapo juu, ambayo yanatokana na wasilisho la Jaji Chande, yanatakiwa kupatiwa ufumbuzi, sio na serikali na vyombo vyake pekee. Kila raia na mkazi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana wajibu na mchango katika kuhakikisha tunalinda amani na kujenga mshikamano wa kitaifa. Mungu ibariki Tanzania, Mungu abariki watu na kuponya mioyo ya Watanzania wanaoendelea kuumizwa na matukio ya Oktoba mwaka 2025. Kwa niaba ya UDASA imetolewa na kusainiwa na Eldigius Edgar Mwinabona Ichambuki, mwenyekiti na mtendaji mkuu wa UDASA. Hii ni taarifa kutoka UDASA kama nilivyokuambia, kwa kina zaidi, nao pia wakichambua kile ambacho kiliwasilishwa na Jaji Chande wakati akikabidhi ripoti kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Una nini cha kutuambia? Maoni yako share na sisi kupitia comment section, lakini pia endelea kutufuatilia zaidi kwa taarifa mbalimbali.